Uwepo wa video support umeonesha utofauti mkubwa wa kimaamuzi. Unazungumza video support ina support referee decisions, ina support maamuzi ya referee ndani ya kiwanja, video support. Lakini video support ina minimize makosa, kwa maana ku minimize errors ambazo anaweza akawa anafanya waamuzi baada ya kuwa support. Lakini pia video support imekuwa inaondoa ile controversial convenience event ambayo inakuwa imetokea ndani ya kiwanja. Leo hii likitokea tatizo ndani ya kiwanja, technical benches, yani viongozi walioko kwenye mabenchi wanaweza wakaenda kuomba, na bahati nzuri wamepewa nafasi 4 za kwenda kureview kwamba kama kuna matukio manne yanatakiwa kutengenezewa mazingira bora zaidi ya mtu kwenda kureview, na mara kadhaa mabenchi ya ufundi yamekuwa yanafanya hivyo. Hii ligi imekuwa ya tofauti sana kwa sababu kumekuwa na matumizi ya video support. Angalia hata tukio la Tambeta Duchu jana, watu walijaribu kusema hebu refa nenda katazame vizuri, kwa sababu tukio hili na namna alivyonyanyua mguu ilikuwa inastahili red card. Of course ilikuwa ni hivyo. Matukio mengi sana mabenchi ya ufundi yanafanya hivyo, na kama unakumbuka even matukio ya Dar es Salaam Young Africans, matukio mengi yamekuwa ya namna hiyo. Kwa hiyo hii inaendelea kuonesha kwamba ligi yetu tunakokwenda itakuwa more transparent, itakuwa ligi ya uwazi, lakini itakuwa more accountable, itakuwa ni ligi ya watu wanawajibika kutoka ndani ya kiwanja, lakini pia kutoka kwa waamuzi, seti ile ya waamuzi, federation kwa maana TFF, wanaorusha matangazo wenye TV Light, wenye haki za matangazo, kuongeza zile ambazo wameongeza zile kamera chache zinazovuta matukio moja kwa moja kwenda kwenye video support. Hii inatengeneza accountability kwenye ligi, kwamba watu idara zote zinawajibika ili kutoa clean decision, kufanya mpira wa miguu onekane ni mpira ambao ni mpira upendwa, na mpira ni pesa ambao utatengeneza mustakabali bora wa kuliacha taifa salama kwenye eneo la mpira kuliko kuligawa. Hili mimi napongeza sana kwa namna ligi ambako imefika. Kwenye uwajibikaji ambao nilikuwa nasema waamuzi waendelee kuwajibika vile. Mfano kuna tukio lilitokea, walilazimika kwenda kuchungulia kwenye skrini ya pili. Yaani ile skrini ya kwanza wamezoom, lakini wanaona mbona ni kama hatujaona vizuri. Wakaenda kuchorewa mchoro, wakatoka na maamuzi ambao ni very clear. Hii ndio standard ya ligi. Standard yenye ubora ambao tunaitaka kwenye ligi yetu kama wa Tanzania. Tunataka ligi ambayo itakuwa more aggressive, lakini itatengeneza mazingira bora zaidi. Lakini eneo la tatu ambao nimeona tofauti ama limenimpress ni kwamba bado mabeki wa timu nyingi hawajajipata. Kwenye ligi ikiwa inaanza mazingira kama haya, unashangaa kuna kitu kinachoitwa poor defensive organization. Muingiliano eneo la madefenders wanakuwa sio bora. Jambo ambalo linaweza likapelekea makosa binafsi ya madefenders wakafungwa goli. Kuna magoli mengi sana yamefungwa kutokana na mistake hizo. Kama unakumbuka miongoni mwa goli ambalo wameweza kufungwa Mbeya City, kujaribu kuona bado defensive errors haijakaa vizuri ndani ya jiji la Mbeya. Lakini ukiacha hapo, nenda katazame vizuri sana mechi ya Simba jana, namna ambavyo magoli yalipatikana. Unaona kabisa kwamba bado kuna rhythm ya wachezaji hawajajitengeneza kwenye rhythm ya mashindano. Unaona lile goli la Ismail Tule, namna ambavyo anakwenda kucheza free headers, untouchable, hakuna mtu aliyemsogelea, anapiga free head inaingia kwenye kamba. Ukiacha pale nenda kaangalia goli la Mpanzo, anapita katikati ya madefenders karibu 3-4. Maana yake unaona bado ile commitment ya kucheza man to man na zone marking kwa madefenders bado, ambayo imetengeneza mazingira makubwa ya magoli kupatikana. Unaweza ukanielewa hoja yangu. Kuna goli alifunga Peter Shelulile siku ya Dar es Salaam Young Africans. Yule defenders ukimuuliza kwa nini alifanya yale makosa, alikuwa anahisi nini kama yuko uwanjani peke yake? Alikuwa amewasiliana nini na goalkeeper wake mpaka anauacha ule mpira na kwenda kufunga goli la 3 la Dar es Salaam Young Africans against Namungo? Unaona kabisa kwamba eneo la communication, mawasiliano baina ya madefenders bado hawana concentration ya asilimia zaidi ya 50, bado wako chini ya 40%, ambacho nimekiona, na ndio maana mechi nyingi sana zimeweza kuzalisha magoli. Coastal Union the same, wanafanya kazi nzuri sana, lakini Pamba the same, even Singida tulioona wanacheza na Fountain Gate, unaweza ukaona mazingira yanayosema bado wako vizuri. Lakini eneo la mwisho ambalo limenimpress, waamuzi wengi sasa hivi wameanza kupunguza unazi wa Simba na Yanga.
Yaani kwamba Mwamza anakwenda na timu yake, ni kama wameanza kupunguza, sijajua kama wanaogopa ule kupunguza kwamba mimi ni Yanga lazima wanufaike na tukio hili, mimi ni Simba lazima timu kubwa huwezi kutoa kadi nyekundu. Naona kwa sababu tuna ilenki Azam, tuna warenki Singida, Simba na Dar es Salaam Young Africans, hizi ndio timu bora na kubwa zaidi Tanzania, ambazo matukio yoyote ambayo marefa anafanya yanaweza akaweka kwenye trouble. Lakini nimeona raundi ya kwanza marefa wamechagua haki, na siku zote mtu mwenye haki Mwenyezi Mungu hajaimwacha. Mtu yoyote ambaye mwenye haki mara kadhaa ni lazima mwishoni anamaliza anacheka. Yaani mtu ambaye anasimama kwenye haki mwishoni lazima atafurahi. Kwa hiyo kwa mazingira haya ambayo nazungumza, nimeona ligi ambayo ni ya tofauti, na tarajia raundi ya pili wasianze kutuharibia ligi mapema. Mambo yaende hivi hivi. Iende kama yanavyotakiwa. Tukalipe bili baada